Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuna dalili kubwa kuwa huenda Irani ikamtangaza mrithi wa Khamenei si muda mrefu kutoka sasa, maybe leo kesho, lakini wako kwenye mchakato wa mwisho. Naweza kusema kama loading iko juu sana kuwa wanakaribia kwenda kumtangaza mrithi wa kiongozi wao mkuu, Supreme Leader Khamenei, na kuthibitisha wazi kile ambacho kinaendelea. Jana nilizungumza kuhusu kauli ya jeshi na kauli ya nchi. Nadhani ilipambwa sana na media za magharibi kama kuwa kulikuwa kuna mpasuko mkubwa wa ndani wa Irani, na hilo lilitegemewa katika kipindi hiki kwa sababu sehemu ambao waliwekeza sana pia ilikuwa ni hapo. Waliwekeza sana kwenye fitna wa uchonganishi wa ndani kuhakikisha kuwa Irani wanashindwa kurudi kukaa sawa, na mara nyingi katika sehemu nyingi, na historia inaonyesha kuwa mara nyingi kiongozi mkuu anapoondoka au anakufa, nchi nyingi huashiria mipasuko ya kawaida kabisa. Hata nchi ambazo zinakuwa hazina vita, nchi tu za kawaida ambapo kuwa maybe kiongozi amefariki labda ghafla, maybe kiongozi tu vyovyote tavyokuwa, lakini kiongozi mkuu kwenye hiyo nafasi ambaye inafanya maamuzi, mara kadhaa nchi nyingi huonyesha mipasuko na kuonyesha kuwa huenda kuna wengi hawakubaliani, kuna wale wataka madaraka, kuna wale kwa hiyo wanakuwa ni mchanganyiko, kila mmoja anaona kuwa yeye anaweza akafanya hiki, mwingine anaweza akafanya hiki. Iko kawaida hivyo. Sasa Irani ilikuwa hivyo. Niliona kama unaweza ukaona interview ya Fox News, nadhani uliona, ilikuwa interview ya Abbas Araghchi. Nadhani alikuwa akimuuliza maswali mengi yanayohusu hilo swala, jinsi mifumo inavyofanya kazi, jinsi mipasuko ilivyo, jinsi reaction na vitu vingi alimuuliza. Nadhani hili huwa nalirudia sana kusema kuwa kwa miaka ya karibuni Irani inatoa somo kwa nchi zingine kuhusu uwezo wa kuweka mawaziri wa mambo ya nje ambao wanakuwa ni wanadiplomasia kweli wanadiplomasia. Kwa wale mnaofuatilia siasa ya Irani, mnakumbuka mazungumzo ya 2015, waziri wa mambo ya nje alikuwa nani? Mohammad Javad Zarif. Kichwa kabisa ambacho kilikuwa kinapangua hoja za magharibi mpaka Obama mwenyewe kaingia, ikabidi asaini yale makubaliano. Mnamkumbuka Mohammad Javad Zarif. Kwa hiyo Irani wamekuwa na bahati ya mawaziri wa mambo ya nje, lakini hata waziri wa mambo ya nje aliyefariki pamoja na Ibrahim Rais kwenye ajali ya ndege, Abdullahian, mmoja wa mawaziri waliokuwa ukikaa unamsikiliza unasema namsikiliza waziri wa mambo ya nje, full diplomatic. Kwa hiyo unaiona sasa hivi kwenye nadharia ya Abbas Araghchi, anapohojiwa jinsi anavyoweza kujibu, hapanic, anatoa maelezo yaliyonyooka kabisa kuwa hiki kiko hivi. Alipoulizwa swali la kwanza kuwa nani anaongoza nchi hivi sasa, alijibu ambalo Marco Rubio aliwaambia waandishi wa habari wiki 2 zilizopita kuwa mifumo inafanya kazi. Ni vile hakutoka kwenye jibu. Alienda kwenye jibu lile tu, kwa sababu Marco Rubio alisema kuwa ni vigumu hii nchi kufanya nayo mazungumzo kwa sababu hii nchi imesetiwa kwenye mifumo. Ni kweli imesetiwa kwenye mifumo. Alijibu tu akasema sisi tuna utaratibu na mifumo na katiba inafanya kazi. Ndio maana niliwaambia kwenye mazungumzo ya nyuma kuwa kuna kile ambacho tumelishwa kuwa ulimwengu wa magharibi una mifumo bora, wana demokrasia, wana kila kitu. Ndio ulicholishwa na ukang'anizwa kuwa hicho ndio sahihi. Lakini kwa nini mifumo ya magharibi ambayo ya demokrasia, haki na uhuru, kwa nini inavunja sheria hovyo duniani? Kwa nini wanatumia mamlaka hovyo? Kwa nini wanaminya? Hebu rudi juzi kaangalia yule afisa wa Kimarekani aliyesema kuwa hatuwezi kupeleka watoto wetu kupigana vita Israeli. Hatua gani zilichukuliwa? Alivyosema vile. Nadhani video mmeiona ikitembea. Hatua gani walichukua? Swali mvunja na mkono. Alirukiwa, wakamdandia, wakaruka naye juu, yani walimchukua kama mzigo. Where the free of speech, ile kinachoambiwa kuwa uhuru wa kujieleza? Mbona wao wameshindwa kuvumilia tu mtu anatoa maoni, hakuwa na silaha, hakuwa na chochote, kasema tu hatuwezi kupeleka watoto wetu kupigana kwa ajili ya Israeli. Kosa lake nini kusema hivyo?
Kwa nini? Alafu hii nchi ndio tunaambiwa eti iwe ya mfano, kuwa hawa watu ya reti, huyu mtu angekuwa ndani ya Irani akatamka kuwa tunampinga Khamenei na serikali yake, halafu vikosi vya Irani vikamchukua basi media zote za magharibi zingepost hiyo taarifa na wote wangezungumza kuhusu hicho kitu. Kwa hiyo kuna ile ambacho watu akili mgando zimegandishwa kwenye akili, na yani kuwa watu wa West ni watu wazuri, watu wa West ni siasa ya West ni nzuri, demokrasia ya West. Demokrasia gani wanaoizungumza? Hakuna demokrasia yoyote. Leo one man show, anafanya maamuzi anayotaka yeye, anakwenda kwenye vita anajiamulia, anamchukua anajiamulia, anavunja sheria za ndani anaamua, anapingana na mahakama yake kuu inatoa uamuzi, yeye anatoa uamuzi mwingine, halafu tunaambiwa kuwa hii nchi inaheshimu sheria, halafu yeye anaonyesha kidole wengine kule kuwa nchi haifuati utaratibu, inakiuka sheria za kimataifa, inafanya. Kuna sheria zipi ambazo Trump hajavunja Kwa hiyo ukiangalia swali alilojibu Arachi, anasema kuwa mifumo inafanya kazi vizuri kabisa. Kwa nini unashambulia jirani zako? Alafu katika swali la mtego ambalo analiuliza, nadhani Arachi pale, ningekuwa mimi ningekuwa unashambulia jirani zako Waislamu katika mwezi wa Ramadhani. Neno Uislamu limeingia kutafuta nini hapa? Yani hapa neno Uislamu en Ramadhan na nini, yani limeingia kutafuta nini? Lengo ni nini? Kuchonganisha. Kwa nini unawashambulia jirani zako Waislamu na yani wao, tuseme kuwa wao wanavyoruhusu kambi zao zitumike kunishambulia mimi sio Muislamu, au watu wangu hawafungi. Manake unaichukua hiyo nadharia tukua hivyo. Sasa yani lengo la kuwekwa swali hilo kuwa la Waislamu, manake jibu lake unaweza kuja kuwa nchi ambazo sio za Waislamu zimekuja kuanzisha vita kwa Waislamu. Tuipeleke kwa staili hiyo, labda ieleweke, kwa sababu nchi zilizoanzisha vurugu na machafuko eneo la Mashariki ya Kati katika mwezi wa Ramadhani ni nchi ambazo hazina Waislamu. America with Israel, tunahitaji kuwa nchi za nini, za dini gani zimeanzisha vurugu kwenye nchi za Kiislamu? Kwa nini liende swali kwa Irani kuhusu Uislamu? Kwa nini kuwa unashambulia ndugu zako Waislamu? Kwa hiyo hawa tafsiri yake ni nini? Yani kuwa, yani tuchukue ile ya Nigeria kuwa Trump amesema kuwa Wakristo wa Nigeria wanashambuliwa sana na Waislamu, lakini wa Palestina wanashambuliwa sana na Waisraeli. Kwa nini sio Waislamu wa Palestina wanashambuliwa na Waisraeli? Kwa nini isije kwa hiyo staili? Halafu upande wa pili inakuja, unaelewa, yani nafikiri mnanielewa wenye akili timamu ninapozungumza hili swala. Yani linapokuja upande wa pili huwa huonekana inashambuliwa taasisi fulani, lakini inapokuja upande wa pili wale wanatolewa katika muktadha kuwa sio hicho kinachoshambuliwa. Kwa sababu unaposema Nigeria Wakristo wanashambuliwa, kwa hiyo tutaingia kwenda kuwashambulia hayo makundi ya Waislamu wanaoshambulia Wakristo. Tunaporudi upande wa Palestina, tunarudi upande wa Lebanoni, tunarudi upande hawa waliopo ni watu gani wengi? Utaona kuwa ni jamii kubwa ya Waislamu. Kwa nini tafsiri haisemi kuwa Waislamu wanashambuliwa na makundi ya Wayahudi au makundi ya watu wengine wanaoshambulia Waislamu? Kwa nini hawasemi hivyo? Ila watasema magaidi na sio, umeelewa? Kwa hiyo kuna setting imesetiwa duniani with a standard, na sio, is not by mistake. Yani ni vitu ambavyo vimesetiwa kabisa kuwa hii tutaipika kwenye propaganda hii na watu wataenda katika njia hii. Sasa yanayoendelea Bwana Zelensky anasema ameamua kuzipelekea msaada nchi za Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait na UAE wataalamu na msaada wa vifaa maalum vya kupambana na droni za Irani. Katika hii vita Zelensky anajisifu, anasema kuwa yeye ndio anayejua njia ya kupambana na Shahid 136 kuliko nchi nyingine. Kwa hiyo hata Marekani wakitaka msaada atawapata. Trump aliulizwa swali kuwa utachukua msaada wa Ukraine, kalikwepa lile jibu, akaenda akasema sisi tunapokea msaada kutoka nchi yoyote. Hakutaka kujibu moja kwa moja unapokea msaada kwa Ukraine, kwa sababu what goes around comes around. Hakutegemea Trump kama kuna siku kuwa hawa Ukraine ndio watomsaidia wakati yeye atakuwa kwenye maji ya shingo. Inaonyesha wazi kuwa droni za Irani zimekuwa zikiwasumbua kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo wanahisi kuwa kwa miaka 4 ambayo droni hizi amekuwa akikabiliana nazo Ukraine, anaweza akawa labda angalau ana nafuu ya utaalamu wa kutaka kujaribu kuanza kupambana nazo. Kwa sababu leo hii hakuna mfumo wowote ambao unapambana na drone zaidi ya kulazimisha drone zikupe hasara. Yani zile drone za Irani wakati mwingine wanazileta kwa kulazimisha tu ima upungukiwe reserve yako ya makombora, kwa sababu
namba ya droni Irani haijawahi kufahamika ziko kiasi gani, ni makadirio tu, 3.5, 500 ngapi, lakini inaonekana alizalisha droni nyingi sana ambazo zimekuwepo. Sasa droni yenye thamani ya kati dola 20,000 na 30,000 inapanguliwa na kombora ambalo linaenda kuipiga ni kombora ambalo lenye juu ya milioni. Yani sasa anakuletea ngapi, anataka utumie kiasi gani, inarudi kwenye ile hesabu. Yani saa 100 za kwanza za mzozo Marekani ametumia kiasi cha 5.8 billion. Saa 100 za kwanza, yani nasema kama siku 6 ambazo Marekani anatumia, yani wastani anatumia karibu bilioni 1 kwa siku kwenye vita, sambamba na Israeli anayetumia milioni 900 kwa siku. 1.9 zinatumika katika vita, na hizo pesa zote unaweza kusema zinatoka kwenye mfuko mmoja, kwa sababu uchumi wa Israeli ni uchumi unaoishi kwa ruzuku ya fedha za Marekani. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine unaona hawajali nini wanakifanya, kwa sababu wanafahamu kabisa kesho, leo Marekani baada ya pale, wale maseneta walio lobbying wataanzisha mjadala wa kupeleka msaada kwa Israel, na wataidhinisha msaada wa kifedha wa mabilioni ya dola ya walipa kodi wa Marekani yaende kukava haya yote yanayotokea. Kwa hiyo unaweza ukawaza 1.9 billion zinatumikaje kwa siku moja kwenye vita? Inatumika kwa sababu Irani anafanya kusudi. Irani analeta droni za F-30, ili uipangue droni itabidi urushe kombora hilo lenye thamani. Ndio cost ya vita inavyokuja, inazidi kuwakalia kooni kuwa mbona gharama ya vita inakuwa ni kubwa sana na kwa kiwango hiki. Sasa nimeona Trump jana anasema hatuhitaji tena ndege za Uingereza. Hatuhitaji kwa sababu sisi vita tumeisha ishinda. Tafsiri ya kushinda vita sielewi. Yani kwa unasema aje umeshinda vita, sijui umeshamaliza kila kitu. Kwa hiyo amesema hatutaki. Ni kama vile kuonyesha Uingereza kuwa tuliwaita mwanzo, kwa nini hamkutaka kutusaidia? Tumetaka, tumeomba, kwa nini hamkuja? Kwa nini hivi sasa hivi ndio mnakuja kufanya nini? Baada ya kuona sisi tumeshinda ndio mnakuja. Sasa tafsiri ya ushindi wa Marekani ni tafsiri ambayo mara nyingi na huwa naizungumza mtu anapoamua kubadilisha malengo ya vita, hasa anapoamua kubadilisha malengo. Na kubadilisha malengo ni kama vile Marekani niliwaambia kuwa wameondoa malengo ya regime change, na sasa wanazungumza kuhusu kuangamiza uwezo wa makombora, kuangamiza uwezo, hilo wanalizungumza. Lakini kile kinachofanyika ndani ya Irani, wameamua kufanya uharibifu, kwa sababu kulenga shule, kulenga hospitali 9 zimeshalengwa. Jana wakaenda kabisa kule pembeni ya mji wakapiga kwenye kituo cha kusafisha maji. Yani ukienda kwenye mkataba wa Geneva, mkataba uliosainiwa, mkataba wa Geneva unaotoa maelekezo kuhusu vita, unapinga kitu kama hiko. Nilishawahi kuambia mkataba wa Geneva umechukua mambo mengi yaliyopo katika muongozo wa vita ambao uliasisiwa na Prophet Muhammad, peace be upon him. Ukienda ukiangalia katika maelezo ya utaratibu wa vita kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, nenda kasome mkataba wa vita wa Geneva, nenda kasome. Mambo mengi utaona yamewiana. Usipige kwenye umma, usipige shule, usipige hospitali, usimpige asiye na silaha, usimpige aliyejisalimisha, usimpige mwanamke wala mzee dhaifu wala asiyekuwa tishio kwako, usiharibu vyanzo vya maji. Ndio vita inavyoelekeza. Huwezi kwenda kupiga maeneo ambayo watu wamekaa hawana tishio lolote, hawana silaha yoyote. Sasa nadhani tafsiri ya ushindi ambayo imekuwa nimeona hata mwandishi wa habari wa Fox News, nadhani ilikuwa ni uwezo wake ulipoishia wa kufikiria. Anasema kuwa, anawaambia unasema Marekani hawajafanikisha lolote ndani ya Irani, hali ya kuwa watu zaidi ya 1,000 wamekufa nchini kwako, kiongozi mkuu wa nchi ameuawa, na miundombinu mingi ya serikali imeshambuliwa. Unasemaje hawajatimiza malengo yako? Nikasema la haula, huyu mwandishi na sijui uwezo wake wa kufikiri wapi. Au na yeye ni wale wanadhani kuwa kuua watu wengi ndio kutimiza malengo. Kuua watu ni kutimiza malengo, au kufanya ugaidi wa kuua viongozi ndio kutimiza malengo. Au malengo ni yapi? Yani unashindwa kuelewa kwa malengo ni yapi, kwa sababu tunasema malengo ya vita yako wazi katika kila vita. Lengo letu tunaingia, tunataka hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa kama namba ya vifo, kama kuua watu wengi ndio malengo ya vita, basi Israeli yuko sahihi kuficha namba, kwa sababu leo anatuambia hesabu ya leo kuwa watu 1830 na wameripotiwa kujeruhiwa ndani ya Israel katika kipindi chote cha mzozo. Watu 1830 na wameripotiwa kujeruhiwa, lakini kati yao
ni siku ya kwanza na ya pili watu 9 walikufa pamoja katika shambulizi moja, alafu mmoja baadaye. Kwa hiyo watu 1830 na hakuna aliyekufa. Kwa hiyo utatafuta ushindi wa namna hiyo wa kuficha data, inakuingia akilini kuwa katika waliojeruhiwa 1800 hakuna aliyekufa. Katika hao waliokufa ni wale kwenye lile shambulizi moja tu lililotokea. And then na unaona mashambulizi yote yanayoelekea na zile video tunazozipata kutoka Tel Aviv, hakuna aliyekufa. Utarudi kwenye tafsiri ya mwandishi wa habari huyo wa Fox kuwa watu 1000 wamekufa kwenye nchi yako. Vipi unasema hamna mafanikio? Huenda wao tafsiri ya mafanikio ni vifo. Ndio maana wanaona tuongeze namba ya vifo kwa kuua hadi watoto wa shule. Tuongeze namba ya vifo kwa kushambulia maeneo ya wazi. Tuongeze namba ya vifo kwa kuharibu miundombinu. Vipi utaenda kuharibu miundombinu ya maji? Wakati wao wameshambulia miundombinu ya maji, Irani wakaenda wakajibu hivyo hivyo, wakapiga Bahrain, wakapiga kituo cha kusafisha maji cha Bahrain. Wakati wao jana walienda kushambulia storage ya mafuta kule Isfahan nadhani, au walikuwa Tabriz nadhani, katika mji mmoja wameshambulia tenki za mafuta za Irani. Irani akaenda kushambulia refinery pia na yeye ya Haifa. Vile vile, yani umepiga hiki na mimi narudi kwenda kupiga, na basi sasa hizi vita za namna hii za kwenda kupiga nje ya malengo hazikubaliani na sheria za kimataifa. Leo hii unaona kuwa mfano Marekani ilienda kuzamisha meli ya Irani iliyokuwa inatoka India. Nadhani India wanapaswa watoe maelezo ya kutosha kwenye hili, kwa sababu ndani ya wale sailor walikuwepo, mabaharia walikuwepo, wanajeshi yani wanajeshi ambao walikuwa kwenye mafunzo wa Irani, walikuwa katika meli hiyo, walialikwa katika mwaliko India kabla ya vita. Walikuwa wengi wamekwenda, lakini walikuwa wamekwenda pamoja na raia wa kawaida. Sasa wamefanya mazoezi ya kijeshi, wakamaliza, wakawa wanarudi, wako njiani, Marekani amezamisha ile meli. Hii tafsiri yake maana yake kuwa unazamisha wale kwa lipi? Yani kuwa umeamua kuzamisha meli yao. Yes, ni wanajeshi wa Irani, ni wanajeshi wa Irani. Wanajeshi wa Irani wanaingiaje kwenye hii kitu ambapo hawakukutisha na wako kwenye ardhi nyingine ambayo sio yako, wapo kwenye nchi nyingine kabisa ambayo sio, na hawa ni wale wameenda kwa ajili ya mazoezi, sio kuwa wako kwa ajili ya vita. Ni bora hata useme kuwa tunawateka, tunawachukua, tutawachukua ili tuweke shinikizo kwa upande wa pili, lakini wao wameenda kuishambulia na kuizamisha. Imeua. Kwa tafsiri ya haraka ya mkataba wa Geneva, ni uhalifu wa kivita. Huo ni uhalifu sambamba na uhalifu uliofanywa kwenye shule ya wasichana. Trump anaulizwa kuhusu hilo, anasema kuwa Irani wenyewe ndio waliipiga shule yao. Watoto wale wameuawa katika shambulizi la kwanza, katika wave ya kwanza ya mashambulizi ambayo yameanzishwa na Israeli na Marekani. Ripoti ya watoto hao kuuawa imetoka kabla ya Irani kureact, kwa sababu baada ya 2 hours ndio Irani walianza kushambulia. Lakini ripoti ya vifo toka asubuhi imetoka wakati bado Irani hajarusha hata jiwe kokote. Yani hii tafsiri kuwa eti wameua watu wao wenyewe, yani wameenda kuwashambulia watoto wao wenyewe, ni ile ambayo walikuwa wanasema Gaza mara kadhaa kuwa wameamua kushambulia wenyewe. Yani katika tafsiri ile ya uongo. Halafu kuna mijitu inakaa hapa eti wanaharakati unasapoti ujinga ambao unauona uko wazi kabisa. Nyinyi mnatetea nini? Kwa nini hamuwatetei watu wanaodhulumiwa? Isipokuwa nyinyi kazi yenu kutetea wale wanaodhulumu wengine tu. Sasa nyinyi haki gani mnaoitetea? Kwa kutumia misingi ipi ambayo mnaitetea? Uhalali wowote wa Marekani kuua ndani ya Irani unatoka wapi? Madai yoyote ya Marekani, kwa sababu ulimwengu umewekwa katika utaratibu. Mifumo imewekwa katika utaratibu. Shutuma zimewekwa katika utaratibu. Nina mshuku fulani ana kitu fulani. Yes, unapeleka kwenye baraza la usalama. Jamani, fulani mienendo yake ni hivi na hivi. Lile baraza la usalama linaunda timu ambayo haitokuwa na ushawishi wa upande wowote wala haitompendelea yoyote kati yao. Kuwa ile timu inakwenda inafanya uchunguzi kuwa hiki kinachosemwa kipo hakipo. Wakija wakarudi na madai wakasema yes, tunathibitisha kuwa haya madai ya bwana fulani ni kweli kule wameyakuta. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa una hatua zake, ima kumuonya aache au awekewe vikwazo kupitia hivyo au kufanya, lakini lazima utaratibu uwepo. Lakini kama itabidi nguvu itumike, ni Umoja wa Mataifa wenyewe utaamua kwa kufanya kura,
wajumbe wote wataketi na waainishe kabisa kuwa fulani amekiuka hiki na hiki, kwa hiyo anachotakiwa kuchukua hatua ni hizi na hizi, na tunabariki hizi hatua ili ziende kufanya nchi fulani. Sasa hatua gani zilichukuliwa? Uthibitisho gani ambao wameuthibitisha? Mpaka leo Donald Trump kule Marekani ameshindwa kuwajibu na kuwathibitishia wa Marekani kuwa Irani ilikuwa threat, Irani ilikuwa tishio, Irani ilikuwa inatengeneza kombora kufika kwao. Hajatoa uthibitisho wote zaidi ya madai ya mdomoni kuwa Irani ilikuwa inafanya hivi, Irani ilikuwa, ndio madai ambayo yamekuwepo, lakini hakuna uthibitisho wowote ambao Donald Trump ameutoa. Hakuna uthibitisho wowote ambao ameainisha kuwa yes, kweli tunatekeleza hiki kitu. Hakuna uthibitisho wowote unaotolewa na Israel katika madai yake. Tangu mwaka 82 Netanyahu anasema Iran wanatengeneza nyuklia. Mwaka 82, wakati Irani wakiwa bado kwenye vita ya Iran na Iraq, mwaka 82. Kayarudia hiyo kauli toka 95, mwaka mpaka kila mara bila ushahidi. Yani mpaka leo hao mwaka 2006 anawaambia ndani ya wiki 2 Iran watakuwa wametimiza kukamilisha nyuklia yao. 2006 tunazungumza miaka 20 iliyopita. Mbona hakuna chochote kinachopatikana? Lakini kwa sababu walishazoea kusema uongo na wao kusapotiana katika uongo, basi hilo wanaliona ni sahihi sana kwao. Okay? Hebu nimalizie na taarifa gani?